Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 50 ilipoishia. Ulipoivuka Bunju, ulimpigia simu kumweleza kuwa tayari umeivuka Bunju unaelekea darajani. Baada ya kumpigia simu, ilipita dakika 5 katikati ya daraja, mlikutana na ajali mbaya sana ya kugongana uso kwa uso na selela la mchanga. Gari lenu liliharibika vibaya na kumpasua mwanao kwa kupasuka kichwa na matumbo kutoka nje. Bila uoga wala huruma, kilichomkuta mwanao hakikukugusa hata kidogo. Kwa mastaajabu, ulikimbilia kwenye maagizo ya mganga kukinga damu ya mwanao iliyokuwa ikitoka kama bomba na kujaza kikopo cha nusu lita ambacho ulikificha kwenye mkoba. Baada ya muda mfupi, wasamaria wema walifika kwa ajili ya kutoa msaada na kukuta mwanao amefariki kwa kupasuka kichwa na matumbo yakiwa nje. Ajabu kwako ilikuwa furaha na si huzuni baada ya kufanikisha kuipata damu ya mwanao. Ile haikuwa tofauti na walivyofanya washirika wenzako kwa wapendwa wao. Ajabu, wakati mwili wa mwanao unapelekwa kuhifadhiwa hospitali kwenye chumba cha maiti, wewe ulipiga simu kumweleza mambo yamejipa na kukuuliza damu umepata? Ukamjibu umepata, tena nusu lita. Mganga Mgosi alifurahi na kukuhakikishia kuwafunika wenzako kwa utajiri. Baada ya mwili kuhifadhiwa, wewe uliondoka kwenda Segera kwa mganga na mpenzi wako. Baada ya kufika, alikufanyia kama alivyofanyia wenzako kwa kukuchanja kwa damu ya mwanao, kunywa, na nyingine ulijipaka mwili mzima na kulala kwenye kitanda cha kamba bila nguo mpaka asubuhi. Siku ya pili, ulioga dawa na kurudi nyumbani bila kulia wala kuumizwa na kufariki mwanao kipenzi. Najiuliza, kama ulimuua mama yangu ili mwanao kipenzi asiuawe, iweje tena umuue mwanao wa kumzaa? Umri wako ni mtu mzima, kama utaishi sana miaka 20. Hukujiuliza unajilimbikizia mali atazitumia nani? Kibaya, wewe si Mtanzania, pia huna ndugu. Ulikimbia vita vya Rwanda ukiwa na umri wa miaka 10. Hukujua wazazi wako wapo hai au wamekufa. Lakini kwa mastaajabu makubwa, umemuua ndugu yako, rafiki yako, mlezi wako, mzishi wako, mtoto wako pekee kwa tamaa ya mali ambayo ukifa hakuna atakayerithi. Kwa vile aliyetakiwa kurithi mali yako umemuua mwenyewe. Baada ya kafara ya damu ya mwanao, pesa ziliingia kama mchanga. Mpaka sasa unamalizia kasiri yako ya mabilioni ya fedha. Ndani ya muda mchache ungekuwa juu ya washirika wenzako. Kilichoniumiza moyo wangu ni wewe kuitelekeza maiti ya mwanao hospitali ambayo ilizikwa na halmashauri ya jiji. Hata majirani hawajui kama Lulu amefariki. Kila ukiulizwa unasema amekwenda Marekani kimasomo. Baada ya kumfungulia ufunuo wa matendo yake maovu, pia nilitumia muda mrefu pale kwake. Pia nilikuwa na safari ya Segera kwa mganga na mpenzi wa Aunti Kalo kwa ajili ya kukamilisha mpango wangu wa mikoa ya Dar na Tanga kabla ya kuelekea Mwanza kwenda kufunga hesabu yangu. Kwa vile nilijua baada ya kifo cha Aunti Kalo mali zake zingepotea bure. Japokuwa nilikuwa nafanya makosa makubwa, lakini kwa upande mwingine nilikuwa sawa. Nilimtishia kumuua, ila kama anataka nimsamehe, nilimwambia anipe hati za nyumba zake 2 za Mabibo na Chamazi kwenye kasri. Kuhusu kuchukua bajaji na bodaboda, niliamini kila aliyekabidhiwa itakuwa zawadi yake. Mwanangu, nimekupa kila kitu ili kunusuru maisha yangu. Unajua nini? Nilitaka kukusamehe, lakini umeonyesha kiburi. Lazima nawe ufuate wenzako waliotangulia. Pia muda si mrefu ujao atakufuata
mpenzio Mgosi. Yaani na Mgosi unataka kumuua. Tena yeye ndiye hatakiwi hata kidogo kuishi, kwani ndiye chanzo cha yote haya yaliyotokea. Kwa hiyo nani atamiliki mali zangu? Mimi, mtoto wa marehemu. Lakini huoni nawe unafanya makosa kama yetu? Huna tofauti na sisi kama wazazi wako wawili, lakini mpaka sasa umeshaua watu 4. Pia unaitaka na roho yangu na ya mganga. Umesema unakwenda kufunga hesabu kwa Mabura. Huoni kama wewe ndiye anatakiwa unyongwe kwa kuua watu 7 kwa ajili ya watu 2 tu? Lini hakimu aliyetoa adhabu ya kifo kwa muuaji alihukumiwa kwa kosa hilo? Wewe sio hakimu. Kwa kauli yake hakuona thamani ya kifo cha mama yangu zaidi ya kufurahia maisha kwa kuondoa roho ya mtu. Nina imani kila mtu ameona jinsi gani vifo vya wazazi wangu vilivyobadili maisha ya watu na kuatia viburi kwa ajili ya pesa za damu ya mtu. Baada ya kupoteza muda mrefu kwa Aunti Kalo, sikutaka tena kupoteza muda, kwa vile nilitaka niende Segera kumalizana na mganga aliyesababisha baba yangu atolewe kafara ya damu, kisha nipande ndege kwenda Mwanza kumalizana na Mabula ili nifunge hesabu yangu. Chupa ina chai? Nilimuuliza baada ya kutulia kwa muda nikitafakari neema ya damu waliyopata baada ya kutoa uhai wa wazazi wangu. Hapana, kuna maziwa. Naomba kikombe kimoja. Alinyanyuka na kwenda kwenye kabati na kurudi na chupa ya maziwa na kikombe. Alimimina maziwa na kunisogezea huku akiniambia, utajiwekea sukari kiasi utakacho. Naomba niende nikabadili nguo, nina kikao na wafanyakazi wangu ili kujua changamoto walizonazo. Naomba uyapoze yasiwe ya moto. Alifanya vile huku akitetemeka, kisha alinieleza kwa sauti ya kuomba msamaha, tayari mwanangu. Nilichukua kile kikombe na kutoa kichupa changu kidogo na kumimina sumu kidogo kwenye kikombe na kukoroga kwa muda, kisha nilimpa ayanywe yale maziwa. Mwanangu, maziwa umeweka nini? Dawa ya usingizi. Ili iweje? Si nimekueleza nina kikao muda si mrefu? Huwa sipendi maswali. Hivi kukuua na kukulaza usingizi kipi bora? Kunilaza. Haya, kunywa ulale ili niondoke zangu. Alichukua kikombe cha maziwa, kwa vile hayakuwa ya moto, alikunywa yote. Nina imani mimi na wewe tumemalizana. Sina tena deni na wewe, hunidai sikudai, nilimwambia nikiwa nafuta mikono kwa kitambaa baada ya kunawa. Unamaanisha nini kusema huna deni na mimi? Ukiua kwa upanga nawe lazima utakufa kwa upanga. Ina maana umeniwekea su. Hakumalizia maneno, yaligoma kutoka mdomoni na kuanza kupapasa uso wake kama anataka kuibandua ngozi. Kilichofuata kilikuwa kama kilichotokea waliotangulia kina mchungaji Samueli. Baada ya kulipa kisasi cha mama yangu kwa mtu mahususi, nilitoka zangu kwa kufunga geti la mbele na kutokomea zangu kuelekea Segera kwa mganga Mgosi kabla ya kuelekea Mwanza. Nilipofika sehemu ambayo niliona inafaa, nilikupigia simu kukujulisha mauaji ya Mabibo. Niliondoka kuelekea zangu Segera ambako nilifika saa 11 jioni. Kwa vile kwa mganga hapa kwa mbali, nilitembea kwa miguu kwa mwendo wa dakika 2 toka barabara kuu. Nilifika kwa mganga ambapo kulikuwa kumejengwa nyumba kubwa ya kisasa ambayo alikuwa akikaa mwenyewe Mgosi, na pembeni kulikuwa na nyumba ndogo ndogo 4 ambazo walikuwa wakikaa wake zake. Pembeni kulikuwa na vilenge vya kazi ya uganga. Kwa mbele alikuwa na zizi la ng'ombe na mbuzi. Pia kulikuwa na eneo lililokuwa na kuku zaidi ya 200, kuonyesha mganga alikuwa na mifugo mingi. Ilionekana kabisa pesa za damu ya baba yangu
ilimuongezea uwezo wa kifedha. Nje alikuwa na Nissan Patrol ya kizamani ambayo ilikuwa kwenye hali nzuri, ambayo ndio aliyokuwa akitembelea. Pia kulikuwa na Harrier 4 za wakezi ambao walikuwa wamevalia kikongomani, vitenge vya gharama. Mazingira yalionyesha kabisa alikuwa mganga mwenye pesa kwa jinsi nyumba zake alivyozitengeneza na kupendeza. Pia alikuwa na wake 4, kila mke alikuwa na nyumba yake na gari lake. Niliamini uwezo wa kipesa ulitokana na kutoa kafara za damu za watu. Wasiwasi wangu, niliamini mganga yule ndiye mmoja wa wale wanaofanya uchawi wao kwa viwango vya albino ambao walitakiwa kupotezwa kwenye sura ya dunia. Nilipofika, nilipokelewa na dada mmoja mrembo ambaye alikuwa sekretari wa mganga, ambaye pia alikuwa mwanamke wake ambaye kampangia nyumba nzima Chalinze. "Karibu dada yangu," alinikaribisha kwa sauti laini. "Asante. Jina lako nani?" "Mtoto wa marehemu." "Ndilo jina lako? Kwani halifai?" "Hapana, nilidhania unalo jingine tofauti na hilo." "Sina, hilo ndilo nililopewa na wazazi wangu." "Oho, sawa basi. Ikifika zamu yako utaitwa, hakuna tatizo." Nilikwenda kukaa kwenye makochi ambayo yalianza kuchoka kutokana na kukaliwa sana na wagonjwa. Najua mtajiuliza nina ujasiri gani kwenda kumuua mganga ambaye alikuwa na nguvu kubwa ya kichawi na kulindwa na majini. Rozi alinielekeza kitu cha kufanya ninapokutana na mchawi ambaye hawezi kunifanya kitu chochote kitokanacho na nguvu za kichawi. Nilikuwa mtu wa 8 kwenye foleni, nikiwa nimetulia, nikijipanga jinsi ya kuifanya kazi yangu kwa haraka na kuondoka ili kuwahi ndege ya saa 2 usiku. Kutokana na uchovu wa siku 2 bila kupumzika, usingizi ulinipitia bila kujielewa. Itaendelea tena. Unaweza kuifuatilia hadithi hii kwenye tovuti ya Mwananchi na Mwananchi Digital katika mtandao wa YouTube. Hadithi imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.